Al-ikhlas, tunapoizungumzia kwamba al-ikhlas, mara nyingi watu husema yule bwana ana ikhlas, ni kwamba analifanya jambo kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyokuja kuswali, tumechukua udhu. Baada ya kuchukua udhu, tumekuja tukaswali sunna. Baada ya kuswali sunna, tumeswali faradhi. Hii yote inaonyesha kwamba tumeyafanya haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la ikhlas ni kumweka au ni kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa peke yake pale unapomwabudu. Usimshirikishe wala usimchanganye na jambo lolote. Kila sifa zimwendee yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mlezi muumbi wa kila kilichoumbwa. Na ikipatikana hivyo na kila mmoja akampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kufunga, katika kusali, ndiye anapata malipo yaliyo kamili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametueleza ikhlasi katika suratu Nahl aya 66, akatupigia mfano wa ikhlasi kutuelekezea maziwa ya ng'ombe, maziwa ya mbuzi, jinsi ambavyo yanavyokamliwa, pale ambapo Allah aliposema wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayna farthin wa damin labanan khalisan sa'ihan lisharibin wa inna lakum fil an'ami la'ibra, na ninyi katika wanyama mna mazingatio, kwa sababu tunakunyeshelezeeni miongoni mwa maziwa yake au miongoni mwa maziwa ya hao wanyama. Tunakunyeshelezeeni kitu gani? Tunakunyeshelezeeni maziwa yaliyokuwa safi, lakini ambayo yanatokana na damu na kinyesi. Lakini unakuta maziwa wakati yanakamliwa yanakuwa sehemu yake, damu inakuwa sehemu yake, haja ndogo inakuwa sehemu yake, kinyesi kinakuwa sehemu yake, lakini maziwa yanatoka hali ya kuwa ni safi, matamu, mazuri, lakini yote yametokana na vitu hivi ambavyo tumevifanya. Lakini kila kitu kinakuwa khalisan, kinakuwa safi, kitamu, alafu ladha inapatikana lisharibin, kwa wale ambao wenye kunywa. Huwezi kukuta hata siku moja maziwa yamechanganyika na damu, hata siku moja. Lakini ukiangalia maziwa, kinyesi, nini, vote, lakini kila kitu kina njia yake. Kwa hiyo hii utakuta kwamba ni utaalamu au ufundi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata katika ibada ambayo mja anayoifanya lazima aifanye kwa kumtakasishia Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas huwa lubbu din, ama ikhlas ndio claim ya dini, usafi wa dini, midhali haikuchanganywa na kitu chochote, ndio inaitwa kwamba ni ikhlas. Ili jambo kazi yule bana kaifanya kwa ikhlas, hakuweka makando fulani, ndio inaitwa kwamba ni ikhlas. Lakini ikiingia vitu vingine, ile inakuwa sio ikhlas, umeifanya kinyume na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa ibada yote jinsi ambavyo ilivyo, lazima imwendee muumbi ambaye aliyeumba, na ndo lengo la kutuma mitume na vitabu, ili iweze kuwa dini yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lahu, ambaye hana mshirika, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini wala binadamu, lengo la kuumba ili waweze kunipwekesha. Ibada ni kumpwekesha, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha yeye peke yake bila kumchanganya na kitu chochote. Na Allah amesema, qul, sema ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna salati, hakika sala yangu nayoisali, wa nuski, na ibada yangu ambayo nayoifanya, wa mahyaya, na maisha yangu nayoyaishi, wa mamati, na kufa kwangu nitakapokufa, lillahi rabbil alamin, yote haya ni kwa ajili ya Allah. Angalia ikhlasi ya sala na mtu ambaye unavyo hapa, wakati unapokuja hapa mbele unasema kwamba, na mara nyingi watu wasema wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh,
nimeuelekeza uso wangu. Hiyo ni ikhlas ya kumtakasishia Allah yale matendo ambayo mwanadamu unayoyafanya. Nimeuelekeza uso wangu kwa ambaye aliyeumba mbingu na ardhi, na kweli yale unayoyasema yawe kwamba ni kweli. Usichanganye kitu kingine tofauti na kile ambacho ulichomwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kule mbele wasema inna salati, hakika sala yangu ninayoiswali, wa nuski, na ibada zangu za kuchinja. Uswali kwa ajili ya Allah, na ukichinja uchinje kwa ajili ya Allah. Usichinje kwa ajili ya kitu chochote, kuchinjia sijui masanamu, kuchinjia makaburi, kuchinjia sijui vitu gani. Ikienda hivyo ni kwamba ile ibada ambayo ulioifanya ya kuchinja, hata kama utakuwa unasema nachinja kwa ajili ya Allah, basi imeharibika, kwa sababu umeyachinjia makaburi, umechinjia masanamu na vitu vingine, kuchinjia mipira, sijui kuchinjia vitu gani. Haya yote ni masuala ambayo yasiokuwa na ikhlas, kwa sababu umeshachanganya kitu kingine dhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.